Ushuaïa. Couronné, je les serai couronné. Ici, Kanyoso, yonde papa Ravana. Papa Ravana. Papa Ravana. Ici, c'est Montréal. Ici, c'est Montréal. Avec Gilles Diamanois, autrement dit, informateur Nabino. On appelle ça Bino Information. So boleli na yokaka. Montréal est là où il y a des carabos et yokani ba musika nga penati kango les carabos. Donc il faut les kawa. Je suis fier de ça na lobby yango. Montréal est lobby trop, Canada est lobby, Afrique est sosoli, Europe, Asie ba sosoli. Lelo na lobby na fan sabino bongo te. Nenda mpokea. Mtu anaitwa Moise Chombo. Nakwambia Moise Chombo, yeye anaitwa original. Ukione mwingine ni photocopy. Yeye ni original. Nasalimia Moise Chombo. Karibu kwa Sise Montreal. Nashukuru sana kunipokea ndugu yangu. Siku nyingi Naitwa Moise Chombo, ukisikia mwingine photocopy. Photocopy nakwambia. Ulaya fasi yote. Ni hatari kweli. Photocopy. Mwingine fake. Maisha yanaendelea. Maisha fake ndio tu. Siku nyingi Siku nyingi tu ndugu yangu tunashukuru. Nakuona tu kwenye mitandao. Ndio hivyo. Hapo nikisema hivyo mitandao make president hapo na kione hapo president Thomas Sankara anasema zilio na travail Kiswahili kwenye mitandao. Nakuona tu kwenye mitandao. Moise Chombo meaonekane mcirculation qu'est-ce qu'il y a? Problème ni John unapotea hivi. Niko naona watu wakianza kukufuatilia sana. Inabidi ukamate ma reserve fulani. Donc unajipanga unajua ndatembea saa fulani nafaa hivyo unajipanga kweli kweli. Batu wenye wajua Moise Chombo. Est-ce que unaweza jipresenter Moise Chombo ni nani? Anafanya nini? Avant tuingie mu débat ya leo. Yes, naitwa Moise Chombo. Kisikia mwingine fake photocopy. Ya, mimi ni mwanaharakati MC. Hara nini? Mwanaharakati. Ndio hiyo. Mwanaharakati MC manake ni hatari kweli. Mwanaharakati ni kusema mtu mwenyewe anapenda kuongea kweli au ziona jambo kishafuchi. Haikali tu na muro hapa. Inabidi aoneshe taifa. MC kwa lugha nyingine. Na ni mwimbaji pia tena. Utanipata. Mwimbaji. So unaimba muziki gani Moise Chombo? Bwana mimi nachanganya muziki ya mafundisho, muziki ya gospel, tunaendana na jinsi ulimwengu. Nakumbuka kama Moise Chombo anaishi Canada, Montreal. Hapa kwenye studio, kwenye office ya Canada Station Online iko. Sasa mtu hawezi kuwa anasemelewa nje na Canada Station Online aimpokee. Ndio maana Thomas Sankara na biro yote ilisema no, il faut tumsikilize, tusikie idée yake ni nini avant de juger. Parce que mtu hawezi mjuger tout de loin bila kumapprocher. Moise Chombo tunamjua mu communauté, mais il faut tumsikilize parce que hii masiku watu wanamuongelea sana kwenye social media. Moise Chombo, usianike benya ukuanua. Yes. Inamaanisha nini? Nasema usianule benya ukuanika. Usianule benya ukuanika. Usianule benya ukuanika. Piko watu wanajitia kati yake. Wewe unakutana bibi na bwana biko wanapigana. Au yue kama wanakupa franga ya watoto, kesho watavirepare bien. Au yue kama ilikuwa siku ya 4, kesho siku ya posho ama siku ya 5 ndo franga zitaingia. Biko wanadiskite tu, wewe unakuja tu matoka mwako. Sasa wanakupiga ngumi kule, au yanula yenyewe au kuanika hatari kweli. Sasa hapo nasema kifupi. Napenda watu wa kuelewe sasa. Watu wanapenda kuelewa unamaanisha nini hapo. Yesu unasemezea huko mtu huko nao beef au huko na beef na community ya Waswahili au ya Kongomani au beef na Canada yenye ilikuitisha mwenye nchi. Mimi sina beef na mtu. Unajua kama nilisema usianule wenyewe ukuanika. Piko watu wenyewe uko nakutana leo mtu shaka sikia seme huyo bwana ama huyo bibi aliolewaka ine nyumba ya 4 ama ya 5 na wewe unakia kujiingiza ndani. Haujua nitokaka kule kote jua unaanula wenyewe ukuanika.
Donc ile kuanula wenyewe kuanika kwa msanse mingi. Tenda nula wenyewe kuanika mkuu mnauliza. Nafika mwa hii nchi. Leo niko Amerika, niko Belgique, niko Swaziland, niko siwe wapi. Finland. Aha, sasa mnasema mimi vinakuwa vina No, ni mainchi zote za Tanzania tunakuwa. Niko siwe wapi kule Nchi zote. Sasa leo mimi nafika hapa vinatembeaka hivi kwa kama ukuuliza ndugu yangu utakia nula wenyewe kuanika utakia kamata makarte de credit kesho na kushinda kulipa unanula vya kuanika. Sasa Moise Chombo sio ulifika Canada ulianika venye kuanula au ulianula venye kuanika? Mimi nilipata neema, kuna watu walijisogeza kwangu wakanionyesha ni hivi ni hivi, na mimi nikasema jinsi napata ile neema watu wanajisogeza kwangu, acha na mimi nionyeshe wengine watu. Tusikie kutana watu wananula zaidi makomite yetu ya Waswahili. Unajua Kiswahili kiko na nguvu mu Afrika. Kiswahili kiko na nguvu sana, nikasema hata mimi wa Moise Chombo sitalala mpaka nitembee. Nilienda kwa Instagram, nilienda kwa YouTube, nilienda wapi, kila media yote, kila reseau social nilitembea, nikasema tusianule wenyewe kuanika. Sasa unaminisha kuelewa, lakini watu wanakuwa na difficulty, mais c'est pas grave, bata mwenye anapenda leo plus atakutafuta wewe. Sawa. Miogo inelishindwa kausha na jua. Wewe ndio kausha. Ndugu yangu ananikumbusha miogo ilishindwa kaushwa na jua. Wewe ndio kausha. Inamaanisha nini? Ndio nasema miogo yenyewe ilishindwa kukauka na jua. Wewe ndio utaikausha. Inamaanisha nini? Mtuseme hivi. Na nini ilituma useme hivyo? Parce que hawezi sema tu neno itoke tu kinywa wako bure. Inakuwa unaona tunapenda utudefinir hiyo nini, hiyo neno inamaanisha nini na kinini ilituma useme hivyo. Kwanza nikisema miogo yenyewe ilishindwa kukauka na jua, wewe ndio utaikausha. Ni kusema nini? Tukamate tu tusiende mbali. Sawa? Tukamate dada, mama ama kaka tu. Mwenye alishatoka mu nyumba mara 7. Wewe ndio utakia kuwa malaika kwake. Haiwezekani. Yote njoo vile. Miogo yenyewe ilishindwa kukauka na jua, haiko wewe ndio utakausha. Mtu ashatoka mu nyumba mara 10, mara 8, mara 7, mara haiko wewe ndio utakia kuwa mwema kwake. Haiko wewe ndio utakia kuwa jua kuikausha. Sasa na nini ilituma useme hivyo? Ni conseil kwa watu juu unajua dunia eske sikukati eske uko victim ya hiyo maneno yenye nakutuma au hiyo phrase uko victim yayo, eske shakufikia maisha juu ituma uende ukale wazo useme miogo ilishindwa kausha na jua, mimi eske mimi ndo ndaikausha? Eske bishakufikia maisha yako ama ni kitu tu likala tu ukawaza kama vile unakuwa na compose muziki yako unasema eti no, acha nitoshe tu inaona ichanga watu wachanganyikiwe juu ya Kiswahili. Unajua ushakuwa mwanaharakati inabidi unagusia ngambo yote. Unagusia nini? Mwanaharakati ndo MC maana mtu mwenye akiona ukweli, akiona kitu hawezi ficha, lazima itoe. Okay. Sasa inabidi ugusie huko. Niliona hiyo ndio inaleta shida muhimu kwa community yetu ya Waswahili ya nini, nikasema nitosha. Ndio kuko kifupi sana. Nasema ulione nafika kwa community ya Waswahili ya community yetu ya Wakongomani, ndio nasema utoshe. Sasa wewe uko porte parole ya Waswahili au uko porte parole ya community? Kwanza nikwambie kitu. Msemai ango yake wamutangaza. Watu hapo pete wanamchagulaga. Mimi nilifika hapa Canada nini, watu hapo pete walinichagula tu, maelfu walifuata, wanafuatilia video zangu, wanaenda kila mitandao ya kijamii wafuatilia, wanaona mtu unaongea kweli, wakaniweka. Kuweka. Sasa Moise Chombo, uko victim ya miogo ilikauka, ilishindwa kauka na jua, wewe ukatafuta ikaushe ama ulifuata tu gisu unasema eti wewe uko porte parole ya community? Hapana, mimi ni kutoa mashauri kwa watu.
Mwenye atasikia asikie. Mwenye hatasikia ndio pale tuko tunarudia pale nisema usianule vinyao kwa nika. Tu kama usikie utakia anula. Na bahati mbaya wanule vyani vingali na sabuni shida. Bila kutakata. Au alikutakata kivi likauka. Ni hatari kweli. Ni hatari kweli. Sasa Moizi Chombo. Yes. Una miaka mingapi Canada? Canada hapa siwezi nika sema no usiseme tu yote exact, na unaweza patia na example. Unaweza kwa 2, 3, 4, 5 ama niko tuna miaka ya kutosha. Siwezi nikasema natangazia umma hivi nifika siku fulani date fulani, lakini na miaka ya kutosha. Kibaya gani umeona kwenye hii nchi inaitwa Canada? Canada kwanza unajua bazungu balipamba batia mafoto, mavideo, banaonesha hivi, banaonesha watu wanakufa na madeni hapa ndugu yangu. Kuna deni wewe? Magari ya deni yenyewe watu iko na parking hapa. Wewe unauliza angalia. Moizi Chombo. Kukamata deni eski inakuwa uko mwinchi na kuuliza tu, watu wanapenda kuelewa. Kukamata deni eski inakuwa obligation au inakuwa ni kupenda kwako? Mwa hii nchi upendo usipopenda utaja jikutana tu deni likamata jani. Tuseme kwanza ukiwa na watoto 2, 3, 4. Hii wakati ya msimu ya baridi, wakati ya hiver. Utakuwa obligé kamate gari juu ya kubeba watoto. Bisi zinachelewa. Kule kwa garderia hapo kwa wanaweka watoto kichelewa na kwa mavisi wao alichelewa. Huyu hawezi kufunga watoto. Alichelewa shweni. Itabidi tu kamate gari. Gari yenyewe sio nenda kukamata gari ya kueneana watoto. Inakuwa ya madeni. Makwambia gari ya hivi hii ça dépend na uwezo wako tunaona comme ça piko deni utakuwa unalipa pole pole. Utakuwa tu utamkia modeli. Yani Bulaya iko obligation kuuza gari kwa Canada. Turudi Canada parce que tu Canada. Canada est-ce que c'est obligation, est-ce que ni bana ku force? Hapa mimi najua Toms image atanicheka juu ya Kiswahili. Est-ce que bana ku force ukamate gari ya deni ama utaweza uza gari ya 1000, ya 500, ya 200? Unasema kuku nakula kadiri ya mdomo wake, right? Sasa wewe utakuwa na $1000 tunaenda daftaka gari ya $40,000 obligé utakamata deni. Sasa wewe maana wale watu hakuna watu wanauza gari cash bila kuwa deni. Ndugu yangu kwanza ananifurahisha, anasema kuku wanakula kadiri ya mdomo wake. So swali yaka elogo iko kila mongongo na yeye. Hapa Bulaya ndugu yangu upendo usipopenda. Wewe utaenda kamata gari ya $500 yenye moteur iko lupengo. Sawa? Shampoo yenyewe shakatoroka. Unifata? Mwai mabaridi hapo. Unafika pale nazimika nafanya. Utakuwa obligé utaenda kamata gari ya deni. Bila mzungu biko prepare, bashaka bi prepare mwe mainchi. Kama ungali unafikia kuja mwe mainchi, utanula wenyewe kuanika, utaenda kamata gari ya $500, ya $1000, ya $3000 yenye ishaka kufa moteur, ishaka kufa shampoo, hautatembea makilometrage ngapi gari na kufa. Kesho nakutana zile franga zinaenda bure, utakuwa obligé. Asiyetumika na asili. Hiyo ni kesho yote niko nakwambia, kesho yote niko natoka kwa video yako. Asiyetumika na asili. Nimeona la Mungu. Ni mionyo ya Mungu. Maana ni maneno ya Mungu. Asiyetumika na asili. Sasa Canada kuna watu wanatumika wanashindwa kula ama kuna watu wanatumika? Joba mingi. Watu wanatumika au watu wanashindwa kula? Joba mingi hapo. Utaweza tumika na unashindwa kula. Kwa nini? Ile ni maandiko ya Afrika ile. Utaweza tumika hapo unashindwa kula. Unatumika hapa Canada. Franga zenyewe uko unatumikia mzungu na yule siku utazipata. Fakturi zinakuwa milioni siku na yuana hapa. Eski hiyo fakturi kwa milioni ni ondo neza zisaini ama ondo lipenda au bali kuforce kujisaini? Ukamate kwanza kwa baba kuyakuya. Badada yetu tu anakia Bulaya anaenda kamata makanzu ya bei ya deni, anaenda kamata masaka ya deni, anaenda kamata mafarisi ya deni, mani ayue jinsi vinaendeka. Sio unaanza pokele mshahara. Ilifo anze kulipa zile franga zako, ufanye. Donc hapa unatumika lakini hautakula, ulipe hiki ufanye hiki. Unashikutana kwa mfano ulitumikia $2000.
$1,200 yote nenda kule madeni yako, unabakiana $200. Ile $200 inabidi ununue amo chakula, na bahati nzuri hapa hatuzake ile shiraje sasa kwa tutasire vilato ama vilato tabiwa kwa cordonia au utafanya lakini unakutana na wachana na ile $10. Utafanyaga nini mu maisha? Kwa nasema kweli ile hivi kwa hapa. Eske mwa nchi BJ inakuwa open, funguka kwa kila mtu, basi kila mtu anajitia kwenye anafikia. Eske wewe ulienda kujitia kwenye ufikie, ndio maana ikatuma uchukie Canada? Kwanza mimi nchi naipenda sana na si nichukie na sitawahi. No, sisemi unaipenda sana. Kwani naona kwenye mavideo zako kuna mavideo unaonesha mabarabara zinatoboka, unaonesha magari zote ziko mwenye kuparking ni za madeni, watu wanateseka, watu wanachukua mapicha kwenye magari za watu, wanadanganya watu wafike. Sasa ukisha sema wewe inchi unaipenda, sasa unaipendea nini? Kwanza mimi peje tu mbele ni kuya hapa. Niliona mzungu mwana parking gari yake mzuri pale, nikasema hata siwezi enda kule nipigiwe picha. Mache ni vitu yenyewe viko hapa. Maana tamani dhambi, Bible inasema hivyo. Wewe ni mtumishi wa Mungu, sivyo? Tamani dhambi. Sasa wewe jua nini unaanza tamani gari ya watu? Nishitule matu ya Afrika. Sasa wewe ndio unafanya vibaya. Sasa nende kamata gari ya kuoza yenye siku 2 na niarifikia, nalipa $3,000. Na mimi naona mzungu ana parking gari yake pale yenye aliuzaka kama ni milioni ngapi kwa pale. Tunarudia tena kwa neno tulisema pakuku anakula kadiri wa shingo yake, kadiri wa mdomo wake. Sasa wewe kama hiyo sensa inakuendelea, kwa nini unaweza tafuta milioni ya watu? Mimi sizaenda tafuta, mimi napigiwa picha au video na sukuma Afrika, badala wanasema wow, huyo kaka kwa Ulaya. Eske ni obligation kutuma picha Afrika? Sasa wewe bwana mke utawapata aje? Afrika watu wanamke utawapata aje? Mwezi Chombo, unauza nini kwa wanawake wa Afrika? Kama mimi nawaza nini? Unawauzishia reve gani? Bwana mke Afrika, ngwa kwanza niwaambie kwanza. Unabadanganya kunini? Bwana mke kwanza Afrika muyuo kwanza. Badada yetu hapa Bulaya wenyewe balibatangulia pia hapa Bulaya. Mtajiri yao hapa ni masakane na maskara. Utakutana mtu siku tuseme kiongozi nani Thomas Sankara alifanya fete ama iko na harusi fulani ama iko na sherehe fulani, anafanya anniversary ya watoto yake. Nasikia ama tu ya studio yake, juu studio yake ni kubwa, ina pokea basane ba artiste, na mimi Moise Chombo niko hapa. Sasa siku anafanya ile anniversary yake ya kupokea ba musician ba nani. Sasa wakutana alikia na gari yake ya mzuri na parking pale, naambia bwana kama unayua napigiwa picha hapa. Mimi napigiwa sio nafanya video hapo chini natuma Afrika. Na hiko ndo maisha yangu, maisha ya kuigiza. Tunakosa bacheza movie. Okay, badada Bulaya ile mama maskara yenu, mali namuna kitu makazi mko hapa kwenda kutawaza basi. Unauza kitanda $1,500, $2,000, unaiacha 4 ushenda kutawaza basi. Mko ba Chombo, Mwezi Chombo, una experience ya kuwa mwenye nchi, kukua mwenye nchi, kukua mkanada, kukua hapa Montreal especially. Unaweza kunitaia Selowe yenye takukuia hapa tukonye plateau ici c'est Montréal Canada Station Online TV na Tom's Image iko Témoin. Unaweza kunitaia experience ama kazi zenye zinaweza kukuia mkichwa saa hizi zenye huko Canada zenye wanaweza kuhaya bakuambushe sai bakupatie kazi bila kukua hata na experience. Nitaie 2, 3 ama 4 kama utaweza kwa open kama mtu wa Mungu. Canada kwanza hata kazi ya kusomba mamiziko batakusumbua wazungu hapa, watakusumbua hapa. Utaenda kwa masomo hapa, ulisoma kwa tukachoka, utakuja hapo utasoma hii tu ya kunyangula mamiziko makarto, utasomea miaka 10 hapa. Utawaza baadhi utasomea hata miaka 12 hapa. Kufanya manake haiko fasile mwa nchi kama jinsi tunawaziaka sema kwetu mtu atakuangaje hivi, mtu anakulipa kisiri hivi, anafanya hivi, anafanya hapa piko vya mingi hapa, piko tu siri za mingi atongea yake hapa Bulaya. Atongea yake vya mingi hapa. Okay. Na kuelewa unakimbia kiasi yangu. Kazi yesha tumika Canada, wakulipa bei, wakulipa franga ndogo.
by hour, bila kukuuliza experience, bila kukuforce walete madiploma ama nini. Walikulipa ngapi kwa nini kwa saa? Kama unaweza kuwa open, uko mtumishi wa Mungu, sivyo? Ukue sona watu unabidi kuambia kweli, na saa moja utaweza fanya comedy kama inakuwa comedy, right? So uambie watu kweli. Kazi ushatumika Canada ya abakukulombe diploma, kisha wakakupatia kazi, unatumika, kisha wakakulipa franga ndogo, inakuwa ngapi kwa hour? Mimi nakumbuka siku moja mimi napata kazi ya kwenda kutawaza mzee mmoja hivi. Mimi nafika pale na yeye makati ya kutawaza ifo ipreposer, kutawaza juu kisema hivyo haina jina mkifaransa. Wanaita preposer. Beneficiaire. Preposer beneficiaire wanamulipa $21 de l'heure. Okay. Sasa mimi naenda kutawaza kule ile preposer beneficiaire. Kutawaza ule mmoja kule. Sasa kwa nini utatawaza lakini kuko pampers? Sasa mimi siyui kama mimi ndo nilikuwa mkoshi ile siku. Ule mzee kama alikuwa alikula wali maraki, kama ni diare ndo ilikuwa ile mkamate ile siku, ndugu yangu. No, turuje kwanza kwenye franga. Après utasema hivi. Franga balinipa. Balikulipa ngapi kwenye hour? Kwa kutangaza hapa kwenye shoshime. No, ni example. Usitoe monta parce que mimi nasema mbele ya kamera. Na Tom's image hata katale mimi nasema. Preposer beneficiaire au watu wenye Moize Choma anasema kupanguza matako huku ama kupanguza sijui jinsi mnaweza kusema, wanalipwa $21 kwa saa na bila mataxe pale. Yeye anasema ile $21 kwa na air minimum. Kama unatumika kwenye temps full banatumika 8 heures et plus, na kwa wale wanatumika temps partiel wanaweza kutumika 6 heures, wanaweza kutumika 8 heures ama siku 3 kwenye wiki. Sasa wewe ulikuwa full time, ulikuwa part time, na walikulipa ngapi? Atusipendi nijue monta exact, na unipatie tu, tusiseme tax ya kama tax wanaturudishia zo mwisho wa mwaka. Kwanza mimi sasa nilisikia hii mshahara inalipa hivi kiasi kusa, nikasema mngapi? Ndio niko na kujibu. Pia kutumika sasa, nikatumika full time. Temple. Mungu arehemu. Sasa nakia kukata manani yao. Sasa nakia kufanya pia kuangalia mafaktire. Gari ya deni iko pale. Varizi ya deni iko pale. Ni obligation kukamata gari ya deni? Ndaweza sema yani kuna metro, kuna bus, kuna nini, kuna taxi, kuna Uber. Bila kufanya publicity, kuna basi, kuna Uber, kuna metro. Utashitula badadaye kama ukie mgari. Ni hatari kweli. Na bila tu kushitula badada kwanza. Mayo kazi za hapa tuseme kwa Montreal. Nenda tumikia Libertra. Sawa? Ni distance tukikamata ni sawa vile kutoka Kamanyola na kwenda tumikia Bukavu, ama mwenyeko Bukavu aende tumikia Kabare, ama tuache mwenyeko Kabare tukamate mwenyeko Tanzania. Huko Tanzania, huko Makocheni pale uende tumikia na Temeke, unasikia? Ama tuache mwenyeko Temeke. Uwapatie masaa kwa watu hawafiki Makobola wazee. Yani sasa tofauti tu ni nini? Tofauti hapa ni juu ni zile train na zile basi za hapa zinaenda mwendo kasi. Mwendo kasi ndio yani vitesse. Sasa makutana mangambo zingine mabarabara shida hivi unaona? Yani fasi ya saa 2 2 heures du temps gari inatembea ni semaine. Unaona? Sasa utakuwa obligé. Huwezi kuwa unatoka tuseme bandugu yetu ya Uvira pale Molongwe pale ama Kampimvira tukamate Canada. Tukamate Canada. Okay. Canada ndugu ya Longueuil, ya Laval, kama ta example zaidi. Tukamate nasema Longueuil. Wende tumika nani Saskatchewan kule. Saskatchewan. Sasa unaenda kutumika kule, itabidi utoke kama ni 2 heures kama ni 4 heures. Hiyo masaa metro manine yafunguka ama nini. Itakuwa obligé kamate gari ya deni. No, Saskatchewan ni province nyingine.
kutoka Montreal ndio kwenda Saskatchewan inakamata Sasa kama kule inakamata 2 jours. Okay, tuseme utoke Longe unapata kazi Montreal. Yeah. Ama nyuma na Montreal. No, Montreal ni sawa. Bakia Montreal. Yeah. Ama Trois-Rivières. Ama Trois-Rivières. Hapo sawa. Hapo sawa. Yeah. Aha. Sasa unaangalia masaa wewe akulamukia na unachoka nini. Lakini kugari inakamata umoe masaa kidogo. Sasa ukikamata gari ya kashi. Ile gari ya kashi sasa zingine vitesi yake ama nini haiwezi tembea ile muda yote. Inakufikisha kwa kazi ama haikufikishi? Haikufikisha ama ikufikisha haitarudia. Unaanza ita haba remorokage. Sasa utakuwa obligé kamata gari ya deni. Ile gari ya deni unione ndio kukamata. Benyewe bako expliquer hata mzuri. Unaanza kuwa natumikia deni Bulaya maisha kote, kuna lipaka gari, kuna lipaka gari, kuna lipaka gari. C'est quoi ça? Chomba. Na video yako unasema ulishashindwa kurudi Afrika. Unasema karanta Bulaya kisha nirudie na maki unatia point d'interrogation. Unasema nilishashindwa kurudi Afrika. Naelewa question yako. Nilishashindwa kurudi Afrika. Nishafanya karanta Bulaya. Kisha niende Afrika na nini? Sasa wewe unaogopa kurudi Afrika kwa nini? Ama unadanganya watu wa Afrika una nini? Juu ifanye uogope kurudia huko. Juu Afrika utaweza kurudia mikono wazi, juu ulikuja mikono wazi huko. Kwanza uyue Afrika siwezi rudia mikono wazi pia. Sasa nifika Bulaya nilipigwa mafoto. Nenda mwadanganya. Sasa wanione unasikia jina Bulaya. Kana kucheza na Bulaya ndugu yangu. Acha wewe. Wewe mtu wa Ruvungi, Makamanyola, Maosanje, Mandunda kule utamshtula. Piga foto, anaona anasema ndio baba. Nilienda nani? Nifika Bulaya. Mafoto ndio iliniachia raja. Foto. Nenda kupiga foto. Nafika penye unaona tu wazungu walitia manani yao hivi watu tuko na cheza ya kuzungua nini? Foto. Sasa shoka naambia nirudie Afrika, nirudie sina kitu. Wakati walikuwa wananiona mimi nikalia mafoto huku, mtu akifanya fete mimi mafoto. So ukamata foto, ulikuwa unawaambia ile vitu iko nyuma yako ni vyako ama ulikuwa unakamata vile kukamata? Utasema sasa hivi sio yangu, shona ile. Sasa ukamate foto kwenye park, utaambia park ni yako. Wewe ni kuandika tu Bulaya oye. Sasa ukishamwambia Bulaya oye, mkichwa hapo itakuwa kama hiyo park ni yako. Au kamate kwenye building ya mrefu, I don't know how many mahitaji ngapi. Sasa wewe ulibambia ni yako. Kwanza unajua jinsi tunasikia Bulaya. Sasa tuko Afrika tunasimaka Bulaya. Watu wanajua ukifika utalogota. Maana sina tale bezo ya kusema ni yangu sio yangu. Tuache naona tu niko ku amere kunini. Bana kwa bana sema ni yako. Basi. Maki watu wa Afrika walikuwa Bulaya wanajana mabuilding hapa na maparki. Thomas imagine maki kuna maparki na mabuilding nyingi sana. Sasa okay, sema sikukati. Na njoo maana unaona utarudia Afrika hii. Au unataka msonja au kujengaka. Wewe ule ushafanya hivi. Wewe bali kualika tu kufete ya watu foto. Kiti yenyewe walitayarisha bibi harusi, wewe ndio utapenda upigwe kwa foto na upublie. Kisha naenda tu hivi Afrika. Sina kamusonge, sina musonge ndo kazi no. Sina haka, sina kashoji. Fasi yote inakuwa na vizuri na vibaya. Yesu anaweza kaniambia vizuri ya Afrika na vibaya vya Afrika na vizuri vya Ulaya na vibaya vya Ulaya. Ndio tuelewane. Vizuri ya Afrika. Afrika utaweza anza na $200 ama $100. Na kesho kufikisha $1,000,000 na mamilioni. Unaanza enda Dubai unafanya nini? Afrika kwetu. Unaweza tia lengalenga kwa barabara ama mishogolo kwenye wanaelewa mishogolo ile majani ya maraji. Ukaendelea. Lakini hapa Bulaya, bima tutie kabotike pale tutie tu tomate kwa barabara pale. Mzungu atakunyangula. Kama atatu aseme au mango wangu
ama tomate zangu hizo kwa barabara pale. Mais c'est ça que c'est normal parce qu'il y a pas désordre munchi yabo. Kila kitu napenda ikuwe legal. Ushona mtu anaenda fungula magazine bakamkatalia kama anaenda andikisha kwenye njia iko safi. Ile sasa kuandikisha uko nasema sio taxi za majabu ziko pale bakuzisha kwa hiyo zinarudishwa mwisho wa mwaka. Ile mwisho wa mwaka inakuwa tu unafanya declaration. Ile inakuwa jina ndugu yangu. Unafanya declaration d'impôt. Ile inakuwa jina tu. Chombo. 2020 Toms. Tuko 2020. Ulifanya declaration ya 2019? Nilifanya ndugu yangu. Ulirudishwa ngapi? Sema kweli. Usiseme montant exact, mais useme entre 100 ou entre 1000, entre 2000 et 3000. Tujue ulirudishwa ngapi? Mimi kwanza nilishangara nikia kuona mafaktire ndo nakia ya mingi. Siseme facture, ça n'a rien à voir entre facture na retour d'impôt. Ulirudishwa ngapi kwenye retour d'impôt? Na mimi zenyewe zilikuya. Siniko nasema kivyangu. Zinakuya. Sawa. Ndio tunarudia pale pale. Ngapi? Pale siwezi kuambia sasa zilikia ngapi. Sipendi uniambie montant exact. Juu ya watu wa telespectateur hawapende wajue exact. Basi nikata kichwa. Mais ya basi ukate kichwa. Mais ilikuwa between tunaelewa. Entre $50 à $100, alikuwa entre $1000 à 2000, entre ilikuwa 3000 et 4000. Pale kwa kweli ndatia entre parenthèses, lakini wakati tunafanya ile declaration zile zinakuya kweli. Lakini sasa unazipata hata na ile ushanjama magari ya deni, ushanjama hivi ya madeni ya nini. Sasa wewe una shida na deni ama ni tutalipa vya bado. Sasa jua nini unajiingiza kwenye madeni? Tulinda ndola vya kuanika. Sasa jua nini ulikimbilia sasa jua na usikuwa responsable ya ma-act yenye ulifanya wewe peke yako. Sasa unataka kujuta nyuma. Nyuma ndio unataka kujuta sasa una. Video yako jua nini useme kama wewe ndio ulijitia mu maerere, unakia juta nyuma una generalize mkanada nzima. Mimi siwezi nikaonesha hivyo sana. Juu nilikuwa kutana na wenyewe walitutangulia Bulaya na wengine nao walitufichika. Ndio maana naona fichika wenyewe wanabaki. Bali jaka na madeni wakafuchika bakuya koi. Kama yake ndio maana unafichika uzuri wa Canada. Mimi sifuchiki uzuri. Ya John nikuuliza uzuri na ubaya wa Canada, nikauliza na uzuri na ubaya wa Afrika. Lakini ushaniambia Afrika unaweza nyuma lenga hapo zinatoka hapo, lakini hujaniambia ubaya wa Afrika. Ubaya wa Afrika naweza nikasema nini? Mama yako hata kuwe musazi ya kuwe fole ni mama yako. Afrika hata kuwe na matatizo kuwe na nini ni kwenu. Bo ile insecurity zaidi ndio natumaka watu. Mtu anaangalia basi nikufia hata hapa, nilikuwa hata maibogo, nilikuwa lala basi barabara nifanye. Kuliko niende kwetu kufika tu kule bana kuharibishia maisha bure, bana kata siku zako bure tu. Ile kusikia tu nitoka Bulaya tupe na huko maibogo huko hauna kitu. Sasa ile insecurity vraiment ile ndio nasumbua Afrika. Insecurity ile ndaza nikasema ni vingine tofauti teza nza hivyo nafanya, lakini insecurity na ile tu jina tu yenyewe bazungu walitiaka wakapandisha Bulaya, ile tu unatia machafu Afrika sema huyu anatoka Bulaya. Chongo, ubaya wa dada wa Afrika na ubaya wa dada wa Ulaya, na uzuri wa dada wa Ulaya na uzuri wa dada wa Afrika. Badala ya Afrika kwanza bwana unamalizaka kula, dada anakutolia masani kumeza. Note wewe unatia miguu tu yule ya meza. Sasa chef ndo uzuri wa Afrika. Sasa chef tumanto. Na mbona nilifuata kwenye video yako unasema eti wa dada wa Ulaya wanadekesha wanaume, wanafanya wanaume akimalize kula na mtoshea sahani anafanya hivyo. Sasa unajicontredire maneno yako. Ndio nataka nikujibu sasa. Ilikuwaje? Unakutana makazi za hapa Bulaya tunapishanaga masana maneno. Sikia, nilifanya ile video nataka kuelewesha banamuke na wanaume kila mtu ajue fasi yake. Sawa. Na kama kila mtu atajua fasi yake, siku zote tu kiangalia maandiko yanasema wewe mwanamke utatawaliwa na mwanaume. Noche malgré utumiki wewe ndio uko unazidia bwana franga, wewe ndio uko unafanya hivi.
unapasha tu kufanya ile kuitimiza. Sasa kama hii video unaniambia nyenye nilisema mnadakisha wawana. Shidona baadhi ya badada wengi walipenda jua nini? Baliona sa vile mimi na ba soutenir mu mabetizi. Wanani wanaona kama na soutenir mabetizi? Badada bamingi. Wapi? Babulai. Basi vile wa soutenir mabetizi. Wacha iko hivyo. Ni kweli bwana utaweza saidia bibi. Lakini haiko obligatoire. Juu bibi ndio wasema ndio msaidizi. Maandiko nasema bibi ndio msaidizi. Bwana utaweza msaidia tu, lakini bibi ndio msaidizi. Sasa nilifanya ile video yenyewe na niuliza, nilifanya ile video juu ya nini? Ndio nikapenda nikujibu. Nilifanya ile video niangalie kina dada wale wenye abakwake wanasaidia wa bwana mataonekana kivipi. Wao unasaidia bibi mnyumba. Mimi na kufula. Na kumtengeneza. Unaenda kwa kazi. Unaenda saa ngapi na unarudia saa ngapi? Sina hiyo kazi hapa. Naendaka ile ma 5h. Na 5h. Nakirudia saa 9 nishakuwa kunyumba. Nasaidia. Unajua mwanamke kimsaidia hata ukamata tu kifagio unapitisha hata kukata matungulu tu. Kata tali tungulu mbona unajifanya tu hivi. Sasa mwenyewe licho matungulu ilipoingia mlicho nini? Mwanamke nini unaongo sana. Siko Mungu nakupa. Unajua unasema unafanya matungulu, unasema unakamata picha kwenye building za watu na watumia Afrika. Jia nini? Paske nishapata kwenye ma videos zako watu wengi wana comment wanasema huyu jamaa anasema uongo sana. Na wengine wanasema eti huyu jamaa hapendi tumika. Hata utumiki hapa. Unatumika wewe unaweza kutumika miaka 2, 3, 4, 10 unajenga building hapa. Kuna watu wanatumika 10 years, 20 years, even 30 years kwa kampuni moja na hawakufi. Na shaka jenga etage yake building. Hiyo inakuwa sana manini ma effort personnel. Building ça veut dire gorofa. Alana ya kwake. Sol toka Afrika nilaga watu wa Afrika kama utawafanyizia nini? Mimi nilagaka ba mingi naambia wewe nda kutumia motai. Wewe nda kuzia nyumba nda kuhamisha milimani. Sikia kumilima. Wewe nda kutosha kaka kungwe. Sikia na kupeleka Bujumbura. Nikamwambia mwingine wewe ni kwa kutosha Kavare na kuteremsha mle Mbukavu Mulabote. Hiyo yote inaweza fanyika. Sasa kwa nini hauifanyi? Na kuifanya inalomba kazi. Sasa wewe inaonekana watu wanawaza na watu wengi wana comment kwenye mavideo yako wanasema kama ulikuwa nawaza tangu Afrika unasema kama Bulaya kuna muti ya franga. Hii mningana afanye tizetea mbongo. Unafika tu Ulaya unaanza chuma hivi. Sasa ndio yani wanasema haupendi tumika chombo atumiki, ndio maana anachukia Ulaya, ndio maana anaonesha hata kama TV yenye iko kwenye nyumba yake anasema ni ya deni. TV yenye anaweza uza hata ya 200, ya 100 na kuna ma TV ya 50 ya $50. It's up to you. Depende na wewe. Mimi watu natumia. Muuliza hata Thomas Sankara mwenye TV. Anayua bia ananiona kama shovu inishala mti. Banayua bia kama natumika. Tatizo ni ile yenyewe tulikuwa tunasikia Bulaya, asio kifika utakuwa tunalogota. Tulikuwa tunaambia kifika vendredi wazungu wanatumaka franga. Makamio ndiko napita. Kuna mwanga franga, samedi na mwanga franga, dimanche na mwanga franga. Nikifika Bulaya liko. Nanisha idea bado. Uli idea. Niko mwenyewe niliambia wewe suko Bujumbura kule milimani Kayanza. Niko na kuteremsha momojini. Tunaona kama mzicha kwenye, tunaona kama unaendelea mavia kusema ya unajitia madeni. Na ndio maana unafika Canada leo unajitia kwenye madeni pasi ulitoka Afrika unasema uliacha madeni Afrika. Parce wanasema ka promise it's a credit, right? La promesse it's a debt. Sasa uliacha naambia watu wa Afrika ndakujengea building, ndakufanya hivi, ndafanya hivi. Kisha unakiafika Canada unaona kazi unatumika na pesa unapata haikusifii, sivyo? Ndio maana unasema eti bwana, acha ni chukie hii nchi au niendelee na wadanganya kwa kupitia hii nchi. Mimi watu wa Afrika mtanisame na njoo niko natoma sijerudili yangu mbio jua nini. Naja kuangalia vyenye nilivaidi yake iko njoo nikutana huko. Mimi nakwambia niko kutosha milimani mimi nakuteremsha mjini.
nataka kufika huko hapo ndio yenyewe huko nataka kutana na reality ya fulani nyingine mwa nchi nikamataka madeni yenyewe natushinda kulipa kisha wewe njoo mwenyewe sasa mimi nitoshe faranga zangu asini kutoshe vilimani nifanye mama mtanisamee kabisa. Chombo, kwa kifupi tunaenda maliza emission. Chombo, unafurahia Canada ama unachukia Canada? Njibie to entre oui ou non. Canada kwanza ni nchi. Pende example. Nasema unafurahi, unachukia Canada ama unapenda Canada? Madeni nje na tutesi. Sipendi niende kwa madeni ama nini. Question yangu iko simple. Unachukia Canada ama unapenda Canada? Sasa hivi nikuulize kwanza wewe on demand ni emission yangu mimi ndo nakuuliza ma question wewe unanijibu. Nakumbuka kitu kama tunile idea wewe nikifika Canada ndafanya najua kutana na reality nyingine. Chombo, question yangu iko simple. Unachukia Canada ama unapenda Canada? Sasa ndugu yangu Canada tuichukii Chombo, si generalize. Naongelea Moize Chombo. Madeni yenyewe mtu tulisema tukiona mwingine ni photocopy. Yani hapa na original ama na photocopy. Kuna original. Sasa original iko hapa. Unachukia Canada ama unapenda Canada? Canada sichukia lakini madeni bana ndio niko na issue. Sasa kama make nikikamate question yako jumla unashinda jibia. Manake uko na difficulty ya kupenda Canada. Si ndivyo? Juu ya madeni nafanya upende Canada. Sio difficulty nikiwa na idea watu ya Afrika wenda kufanyia na inachokutana communauté ya communauté congolaise. Communauté ya Waswahili, communauté ya Balingala, communauté congolaise en general. Wanasema wakufanzie mchango. Unasikia? Wakufanzie mchango, wanakulipia billet. Moize Chombo bana mlipia billet arudi Afrika. Juu maisha inashindikana hapa Ulaya. Moize Chombo atapata hiyo, atakamata hiyo billet ama taipasua. Wewe sasa tu bataniona mimi ndio nina dema Afrika. Moize Chombo wa Afrika na jinsi watu wanasikiaka Bulaya. Amoni kama nilikogotea matatizo. Moize Chombo communauté nampatia $20,000 wanasema tunakuzia billet na tunakupatia $20,000 Moize Chombo rudi Afrika na rudi. Mimi niraidia watu kama 12 wenda kujengea hivi, wenda kufanyia hivi, wenda afanye $20,000 itafanya. Unasikia wanakwambia il faut subir par conséquence. Ukipromise watu utawafanyia kitu kisha ukishindwa unasubiri ma consequences. Sivyo? Sijua nini wao pendi ku accepter ma consequences, una generalize kwani kuna watu wengi wameshachukia hata Canada kupitia wewe. Wanasema Canada kuna maisha mabaya, wanatawaza watu, wanatawaza wazee. Yani kuna manufacturing na iko kazi ziko hapa. Kuna watu wanatumika mdolarama, kuna watu wanatumika Canada Station Online TV, kuna watu wanatumika kuma biro, kuna watu wako entrepreneur, kuna wa travailleur autonome, ba Kongomani, ba Afrika beko hapa. Kuna ba businessman, kuna wengine wanatumika ma entretien préposé, kuna ba homme tout à faire. Kuko kazi nyingi. Sasa kwa nini kama hiyo ya kutawaza watu ili kushinda unashinda utafute nyingine kisha unafanya unachukia Ulaya? Unaacha kwanza ile ya kutawaza wazee. Unaenda kudolarama kwa unasema unaanza nyangulana na ile mamiziko unasema ni mgongo wewe baba. Tuko tunahurumia mgongo baba. Sasa wewe kutoka Afrika ulikuwa na hazo unakia Ulaya kupumzika au ama nini? Ndio bakasema tutachuna, maana faranga ni kulokotaka bulani. Sasa kisha hivi ushaona haiko kuchuna. Kwa nini unakawia kurudi Afrika? Sasa utarudia ushaka idea watu wenda kujengea, wewe enda kupatia muda, wenda 5 utarudia. Sasa kwa nini haukai kimya? Jozi kana kimya jua au yuaje? Shote wazungu wateza tufunguze huko kwao, haiko kwetu huko. Asi, wanataka shikutana huko Kamanyola, huko Bukavu, huko Uganda, huko Tanzania, huko Burundi, sio wapi Malawi, huko sio wapi. Nasikia. Sasa watu wote wanakuzunguluka sasa. Tia hapa, fanye hivi. Inakuwa shida. Moize Chombo nakumbusha watu kama wewe ni mwanamuziki. Na nimeona release album yake. Sasa unaimba muziki gani na album yako ilikuwa inamaanisha nini? Kwanza watu wajue mimi kuanza kuimba leo, nianza kuimba zamani. Bakina Emmanuel Ushindi.
tulifanya interview na Mike Kalabai, ndio leo anashikilia bendera ya Kongo. Nilifanya na wasanii wengi tukamate wa Lolilo Burundi, wakina Farias, wanani wasanii wengi sana nilifanya nao. Sasa Moise Chombo tukate kauli, kwa nini unajizungua? Unaingia kwenye muziki ya dunia, unaingia kwenye muziki ya Mungu. Hapa watu wako natafuta hiyo video, walisema eti wewe nani Inosbi alipartage ile video yako. Watu mikono unayo mikono hapa. Kisha lungula na kutafuta. Wanatafuta sasa kwa nini wao utumie watu hiyo link? Inosbi penye huko. Ndio maana watu wanasema uko mongo. Inosaba lume. Inosbi. Mimi naongea Kiswahili, sitaongea vya Lingala, sitaongea vya Kiingereza. Sikuwa hapa Ulaya. Lakini wewe ni Mswahili, mimi naongea ndo Kiswahili. Na wewe ndo utanisaidia kumaliza mambo. Inosaba lume Inosbi. Sawa. Wewe ndo ulifuatilia, sasa na ukasema ujamaa anasema kweli nilikuwa Ulaya hivi, niko nasema ni kweli. Inosbi alikuwa Ulaya wapi? Alikuwa Amerika kwa Econ zamani kwenye 2010. Sasa alitoka kule sijui. Kwenye 2010 alikuwa Ulaya. Kwa siku lakini yeye alionja maisha ya Ulaya akapata. Sasa kwa hiyo alikuwa Ulaya akapartage video yako mu 2010. Ama alikuwa alipartage video yako mwane gani? Hapana, sasa yuko Ulaya, sasa yuko Afrika, anafuatilia. Ndio nasema huyu kijana Moise Chombo anaongea kweli. Sasa link iko wapi? Ali comment ya kusema seme. Sasa okay, screenshot iko wapi ya comment? Ndio mwende sama video ya Moise Chombo. Video gani? Nyara. Niko na video kama zaidi ya 10,000. Watu wanashangalia hizo video zako zote hawaoni comment. Maana yake unajua yaona. Video gani? Unajua comment. Moise Chombo unajua video zako? Ndio video mimi navala malineti, unaona? Unavaa lineti kwenye video zako presque zote. Hapa. Majority ya video zako Moise Chombo. Kwa video zako majority unavaa lineti. Video mimi navala lineti. Unasemezea nini titre? Unaandika nini? Naandika nasema siri kubwa ambayo wanaficha wakimbizi ama watu wa Afrika kusomesha wanao. Watazamaji wa Canada Station Online TV, mnamsikia Moise Chombo anawapatia tip ya video, alisema Inosbi alinini hapo. Alicomment. Kila mtu anaenda angalia kwenye hiyo video. Mukipate mnasema Moise Chombo anasema kweli. Mukikose mnajua kwa Moise Chombo mtamtia. Sivyo? Moise Chombo watu walikuona kwenye Canada Station Online TV. Passage yako hapa wanaweza kujatamre na nini? Mimi kwanza kuwapa tunapenda kwanza watu muyazi. ATV muifuatilie sana. Juu napokea watu maelfu. Wasanii tofauti, watu wenye vipaji mbalimbali. Sio mie tu. Hivi. Na NTV yenyewe hapa Canada hapa na kartone. Sio tu wasemo wa Swahili, Kiingereza kinaongelewa mwa NTV. Kiswahili, Kifaransa, Kishinwa na Baarabu mimi nasikia bashaanza pokea hata Bahindi. Mwa hii TV hapa ndio NTV yenyewe na kartone sana hapa Canada. Na sio Canada tu, dunia nzima unaanza kuifuatilia. Okay, mimi napenda watu msubscribe, muyale, mufuatilie sana tena sana. Mtakuwa na vipindi mbalimbali mnaangalia huyo mnaangalia. Na kuna wakati waimbaji wa kutokea Afrika mawapi wale wote mnayua watakuwa na kuja kwa VL Studio. Yani Canada Station Online TV tuna mabranch. Tuna VL Studio. Inamaanisha kama watu kama wenye Moise Chombo unataka ukuje kurekodi nyimbo zako, VL Studio iko hapo. Tuna maison de production VL Production. VL Production ina produire ba artiste, ina produire na tuko na ba compositeur, tuko na ba leader ya kukufundisha jinsi ya kuimba, tuko na vitu yote, yani sogelea nchi yetu, sogelea kisha utajua jinsi kazi gani tunayo hapa. Mwanzo Canada Station Online TV tunapokea watu wote kama nilivyosema. Tunapokea wa star, tunapokea watu wa emission, tuna mabranches za mingi. Tusogelee utafurahi. Moise Chombo amefika kwenye Canada Station Online TV, yani ana témoignage yake atatoka nayo hapa. Sasa Moise Chombo naona
viatu havina malase. Malase mkiswahili inaitwa nini? Kamba kufungia viatu. Kamba kufungia viatu. Yaani ni system ya kuchukia Canada ama ni nini? Unajua maisha unakuwa una create, credit una create kwa. Nilitoa video ninatia balize kukichwa. Sawa? Video katembea pakatokea baba mmoja akaanza sema Moize Chombo sisi alifanya video anatia nani begi kichwani, manake yeye kutia begi kichwani ndio yeye namvumisha. Pro jamaa alienda kamata naye nikamwambia begi anatia kichwani, kumbe yeye ni premature. Alizaliwa kama mishipa ya shingo yenyewe. Kutia begi mkichwa na mtu na begi bote kule ni hatari kweli. Ananifuata. Baada bakamkiana kule. Ni hatari kwa sasa. Leo si mimi nafanya nani? Hii ya kuvala. Maana wengine watafanya hivi. Simina itia kwa hiyo. Utakutana mwingine mtu iko na mafunza ama makampala, kesho nani anapenda pale bilato hivi ya kuvala mashoks. Kutembea mbato kufika kufete bilato. Ni hatari kweli. Anatia harufu mnyumba watu. Ni hatari kweli. Una credit. Canada Station Online TV. Watu wa Canada Station Online wamefurahi kuona kwenye plateau yetu. Nashukuru. Sasa Moize Chombo, neno la mwisho unaweza waambia ni nini? Na kama una keke salamu unaweza patia watu wetu dedicace mashara tu kwa watu wanakuangalia. Naitwa Moize Chombo. Chombo original ukisikia mwingine photocopy yani. Fake. Ni hatari kweli. Mwana harakati. Ile ndiko na wewe ndugu yangu hapa nasema mwana harakati. Anacheka sana mwana harakati MC. Ni hatari kweli. Tena mwimbaji mzuri. Nilibarikiwa sauti ya kuimba. Tena mchezaji mzuri sana. Nyimbo zangu zipo. Ndugu yetu pale akipendezwa utazisikia, ataziweka ama hata kipande kidogo utasikiliza tu. Mimi ni mwimbaji mzuri, ni mwanaharakati, naonesha hali halisi ni hivi na kitu ndeza nikawaambia muendelee sana kupenda hii TV Canada Station Online TV. Yes, kama ndugu yetu anasema kwa Kiingereza yuko ngufu bakuya hawezi tambuka hiyo jina yuko ngufu. Watu anatokea Ndunda ama kuobola umwambia aseme hivi. Ni hatari kweli. Si shida. Ni hatari. Tini salamu zangu ziwafikie wote. Inosibi mimi najua na internet utakomante. Inosaba lumo utakomante video mimi najua. Merci. Hapana ile komante yako msirisiri, komante watu wote waone. Alipo maki alikomante msirisiri. Chini. Sasa tuone. Vishi hapo. Watu wanapenda waone msirisiri. Yaani kamata on Chombo screenshot unatia hapa kwenye hii. Ona watu mwende msubscribe kwa Canada Station Online TV. Moize Chombo atatia kwenye comment. Atatia mcomment chini on below mcomment hapo. Moize Chombo ataenda tia hiyo screenshot ya comment ya Inos Balume. Asema muongelea sasa tutasemaje sisi tu watangazaji tunasikia kenye mtu anasema na tunaitika. So nafurahia kwa watu wote wametupatia masikio na macho ya kutuangalia. Mimi naitwa Julien Diamanoir na nyuma kamera tuko na Tom's Image. Isipokate ndugu yangu. Mbidoji tunakutaka hapa. Kwa hii TV Mbidoji acha nijaribu kuongea. Ongea Swahili chipanga na Mbidoji. Bwana mwanawani. Yani hapa tunakualika mtu wangu Mr. Champagne. Family Burundi ile ilikuwa yako ya zamani. Wakati tunacheza tunapiga aga piri kanje. Haga piri kanje. Karababa. Unakumbuka hiyo clip? Kwenda YouTube huko utaona na Mr. Champagne tunacheza. Unaona? Yaani Mr. Champagne tunakutaka hapa Canada na tutafanya mipango, kila kitu kitakuwepo, Mr. Champagne utakuwepo, utakuwa wasanii wote kwa Fariazi kwa Lolo kwa Shonani wasanii wote kwa Kidumu ukue siwe nani wasanii wote tutawakamata wanani sijue nani Diamond Platinum ndo tuliongea na juice na hii kuna kuya nini Diamond tuliongea juice kwenye simu kwenye comments au mfano no kwenye simu ama nini kwa telefoni alikwambia nini iko na kuya baba Moize Chombo tatuma watu wanakamata mongo hapana
Hii tunaona hii emission tatembea ulimwengu nzima, wasanii wa kila aina watakuya, sio tu wasanii, wachungaji, mapasta, mabishop. Kila mtu mwenye Mungu aliweka talaa yoyote ndani mwake. Uko mfanya biashara, uko nani kuja. Canada Station Online TV, Moise Chombo kwenye plateau ya ici c'est Montréal. Tumefurahi kumpokea Moise Chombo kwenye Canada Station Online TV. Nashukuru kwa watu wote mmetupatia muda wa kutusikiliza. Sharafu zangu zinaenda kwenye Alliance Ngongo 8650, naenda kwenye Def Banner General, naenda kumpatia Carlos Uchudi, Papi Carlos Uchudi Jamba, Garçon Griffe en direct de 001 Garçon Griffe, na kupatia salamu. Naenda kumpatia Serge Dibwe Lemboga, Serge Dibwe Lemboga, na kumpatia Arnaud Mandala, mon ami en direct de South Africa 277, na kupatia Sharap, na kupatia Rit Wete na kupatia Sharap en direct de 243, na kupatia Sharap zangu ziko hapo. Nasema kwa nani mwingine, na wasalimia watu wote mmetupatia masikio na mmetupatia macho kwa kuangalia kwenye Canada Station Online TV. Juliet Damanoir, ici c'est Montréal. Moise Chombo amewapatia muda, restez branchés. Check, c'est pas pareil.